tena wapenzi watazamaji katika kipindi kingine cha maonyesho ya miaka 30 ya VETA na PPR. Naitwa Pascal Mayala, karibuni. Maonyesho ya maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mafunzo na ufundi stadi VETA yamefikia kilele hapo kesho. Sasa hiki leo ni kipindi kimoja kabla ya cha mwisho, ambako leo tumepata bahati ya kutembelewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda. Hebu niwakaribishe katika kipindi cha leo, mtembelee kidogo ziara ya Waziri Mkuu Pinda, alafu tumsikilize kidogo Waziri Mkuu Pinda. Tutamsikiliza pia kidogo na mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anton Mzee Kasore, alafu tutatembelea mabanda mawili matatu na kuwakaribisha tena hapo kesho kwa ajili ya kipindi cha mwisho. Karibuni. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwanza asalamu alaykum. Awali ya yote nitaka nianze kwa kushukuru uongozi wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na Mafunzo sasa hivi, pamoja na mamlaka hii ambayo ndio inasaidia sana katika kutoa mafunzo ya mambo mengi pamoja na ubunifu, fundi stadi. Hili jukumu wamepewa wenzetu ambao tumewazoea kwa kuita tu VETA. Ukisema VETA unajua ni nini, na hiyo unakuwa huna maswali mengi. Lakini jambo la pili, nitaka vile nigusie kidogo tu kwamba mengi ya mambo ambayo nimeyaona hapa ni mazuri sana na yanaonyesha dhahiri kabisa kwamba tulikokuwa sipo tulipo. Tumepiga hatua kubwa tu kwa upande huu. Mafunzo ya ufundi stadi, ubunifu, vyote inaonekana. Ukipita hapa kwenye mabanda utaona picha kamili inayojitokeza. Sasa wenzetu wa VETA kwa maana ya ufundi stadi wana hadithi ndefu sana tu, lakini nadhani itoshe tu kwa ajili ya waandishi wa habari kusema kwamba ufundi stadi pamoja na mafunzo yanayoandamana na hilo pamoja na ubunifu katika maisha ya mwanadamu hawezi kuyakwepa yote hayo. Ni sehemu ya maisha ya mtu, lakini ni sehemu ya maendeleo ya taifa. Kwa mimi ninachokiona kikubwa hapa, pamoja na kuwapongeza viongozi, lakini nastahili vile kupewa kwa kweli pongezi kwa kazi kubwa ambayo umeifanya mpaka sasa. Nilikuwa naambiwa kwamba sasa hivi tuna vyuo vya ufundi na mambo mengine yanayohusiana na ubunifu 80, wilaya kwa wilaya, sehemu nyingine wilaya na mkoa na kadhalika, na vyote vinahangaika na eneo la kutoa maarifa kwa vijana ili waweze kutambua kwamba wanaishi katika ulimwengu ambao umezungukwa na fursa, na kwa hiyo ni swala tu la mtu kuamua, ngoja nijaribu kulifanya hili. Nimeangalia hapa vitu vyote wanavyofanya, shughuli uchomeleaji, shughuli ufundi seremala, shughuli ujenzi, shughuli vitu gani, karibu vyote ndio na wewe mwanadamu kila siku unavihitaji. Sasa wakati mwingine hili jambo hatulielewi sana. Umekaa nyumbani kwako, ka umeme kanawaka, ghafla vupu kanazimika. Msikilize baba na mama watakapoanza kuhaa. Sasa umeme umekatika, sasa sichokonoa mwenyewe kama unaweza. Hawezi kwa sababu hana ufundi. Maji bomba alikuwa anatoka ghafla vupu, unabaki unauliza sasa sijui ametukatia, sijui hatujalipa hela au nini. Kumbe wakati mwingine mitambo ndio imekorofisha, mpaka patikane fundi aende kurekebisha
ndipo umeme urudi na ndipo maji yaendelee. Kwa hiyo ndani ya haya mafunzo wanayoyatoa utakuta kilimo wamo, ukienda kwenye ufugaji wamo, ukienda kwenye uvuvi wamo. Ukitazama sasa kwenye huduma za jamii, nenda afya, nenda elimu yenyewe na makando kando mengine yanayofanana hayo. Hawa mafundi stadi ambao wametoka kwenye vyuo hivi vya kwetu, ndio nafasi zao na wao kuweza kuona kwamba nimesoma, nimepata maarifa, naweza nikaomba ajira pale nikapata. Na leo nimefarijika sana katika kuzunguka. Nimekwenda Tanzania Investment Center, kituo chetu cha uwekezaji. Wamefanya mahusiano mazuri sana na mamlaka ya VETA, kwamba wale wawekezaji wanapokuja nchini watumie fursa ya kuwa karibu na TIC au Tanzania Investment Center. Wao wanahusiana sasa na VETA, wanajua vijana gani kwa ajili ya viwanda vya aina gani tumeshawatoa na wapo. Badala wao kupita na bahatisha, anamkuta Pinda na mwambia mimi, yani hapa you from China? Yes, yeah, me good. Kumbe hana lolote, hata chuo chenye hajaenda. Kwa hiyo nimefurahi sana kwamba angalau linki hii itatusaidia sana kuwapeleka vijana kwenye maeneo stahiki. Lakini nimeangalia mahusiano sasa na taasisi nyingine. Kuna taasisi hapa ambazo si VETA, lakini kule waliko nao wanatengeneza vitu kama vijana ambao wanafundishwa VETA. Kwa hiyo wakaamua kwamba hapa hizi taasisi zote hizi tuziunganishe sasa na VETA, ili wale vijana wanapotoka pale VETA tukiwajua, tunaweza na sisi tukajua mchango wetu katika kuwaunganisha na baadhi ya makundi. Kwa mimi napenda niamini kabisa kwamba hii kazi itatupeleka pazuri. Kurugenzi, wala usipate tabu. Nimepata matumaini makubwa sana baada ya kuona jambo linaloendelea hapa. Jambo la tatu, nitaka tu mjue, kwa maana wakati mwingine mnaweza mkafikiri huko nyuma tukuwahi kuwa na vitu kama vile kuwepo. Hata mababu zetu wa koloni walikuwa navyo. Kwa sababu swala la ufundi stadi huwezi ukalikuwepo katika maisha. Kwa hiyo Mjerumani alikuja hapa, Mwingereza tulikuwa naye. Yeye alichokiona kizuri, akawa na vituo hivi, anafundisha Waswahili ili waende wakafanye kazi kwenye makampuni yao na wao wenyewe. Basi huko kwingine mtajua na wenyewe, kitu ambacho hakikuwa sahihi. Na baba wa taifa mwaka 1954 hata alitandu lenyewe alijazaliwa akiwa kwenye baraza, wakati ule baraza la kama bunge hivi la wakati ule, akapiga kelele kabisa, akasema jamani, hili jambo lazima lifanyike kwa nguvu sana, kama nchi tulibebe. Huu mwelekeo tunaokwenda nao wa kukaa unaangalia mzungu mambo yake yanakwenda vizuri, Mhindi mambo hapana, hatuwezi kukubali. Akasema ninaamini hili jambo litasukumwa litufikisha mahali ambapo na sasa tuwe tunatamba na idadi kubwa ya watoto waliosoma kwenye vituo vyetu. Sasa leo tunazungumza miaka 30 tangu VETA ianzishwe, lakini tuna miaka 50 ambapo ndio palitoka bubujiko kubwa sana la kusukuma ufundi stadi, mafunzo ya ufundi stadi yaweze kupewa nafasi kubwa, na sera zikawekwa na sheria zikaanza. Kwa hiyo tulipofika ile mwaka 95 ndio ikaonekana hapana, sasa lazima tuwe na chombo mamlaka ambacho kitakuwa kinasimamia sasa kazi hii yote kwa ujumla wake. Lakini wamejitahidi vile vile sana kuona namna ya kukuza uwezo wa walimu wanaofundisha kwenye hivyo vyuo. Na hili jambo la neema, tukiwa nao wa kutosha, sababu idadi ya wanafunzi ni kubwa sana, lakini tunahitaji vile vile walimu wa kutosha. Kwa hiyo mimi nitaka tu nitoe wito hasa kwanza kwa vijana, watumie mwanya huu, watumie fursa hii kutafuta kila linalowezekana, upate nafasi ya kwenda kupata maarifa ya ufundi stadi kupita kwenye vyuo hivi vya VETA. Lakini viko na vyuo vingine sio VETA, lakini vipo vya watu binafsi, makampuni binafsi. Alimradi mmecheki na watu wanaoshughulika na mamlaka
ya VETA hawa watakwambia kampuni ile bomba, ile kampuni ya Pinda pale bomu, usiende, wanawajua. Kwa vijana, tumieni nafasi hii tuone namna itakaposaidia kuwajengea maisha hapo baadaye. Na bahati nzuri nimekaangalia KAVETA tangu mkurugenzi mwenyewe alikuwa anatambulisha kwa maafisa wake wote dogo dogo tu, hakuna libabu wala nini. Kwa hiyo unapata matumaini kwamba fikra zao bado ni zile za ujana, kujaribu kuona namna kuwasaidia vijana kutoka walipo kwenda mbele zaidi kidogo. Natumaini mmemsikia vizuri kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Kayanza Peter Pinda, na kiukweli yuko fit kwa sababu saa zote amekaa amesimama, saa zote zaidi ya dakika 10 anazungumza akiwa very strong. Sisi wa Tanzania tukiona viongozi wetu wastaafu wako imara namna hii ni faraja kwetu. Kabla basi ya kumaliza kipindi hiki, tumsikilize mkurugenzi mkuu wa VETA CPA Anton Kasore akizungumzia kidogo ziara ya Mheshimiwa Pinda na pia kutukaribisha kesho kwenye kilele cha maadhimisho haya. Asante ndugu waandishi wa habari pamoja na wadau ambao wapo hapa. Kwanza sisi tunashukuru sana kwa mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwa kuweza kuja na kuweza kujionea nini VETA tunafanya. Na nipende tu kuwaambia kwamba kuja kwake sio kutaka kuijua VETA. Ni mzee wetu, lakini pia ni Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu ambaye alisimamia pia matokeo na maboresho ambayo VETA yameweza kutokea na mengine ambayo sasa hivi tunayaona yakiwa yamefanyika. Kwa katika miaka yetu hii 30 tuliona pia, kwa sababu na yeye pia ni mmojawapo ya watu ambao waliweza kushiriki na kuhakikisha kwamba VETA ina uwezo wa kuweza kuhakikishiwa kufanya vitu vyake na kuweza kutoa ujuzi kwa Watanzania, ni vema na yeye aweze kushiriki na kuweza kujionea wapi tulipotoka, alipokuwa ametuacha, na wapi tunapotaka sasa hivi kwenda na tulipo. Na kama alivyosema, ameweza kujionea mengi na ameona kabisa kwamba sasa hivi amesema anaondoa shaka, anaamini kwamba gurudumu hili la utoaji wa mafunzo ya ufundi stadi hapa nchini litaenda vizuri. Na amekuwa ni mtu ambaye anatushauri na kutuambia tuendeje katika maeneo mbalimbali ya ujuzi. Na sisi tunashukuru sana kwa kuja kwake, kwa kuzidi kutupa maoni, mawazo pamoja na maelekezo ambayo anaona kwamba tunatakiwa pende tukayafanye kwa ajili ya mustakabali mzima wa wananchi wa Kitanzania. Lakini nipende tu kusema kwamba kama alivyosema, ujuzi ni kwa mtu yoyote, kwa kijana yoyote wa Kitanzania ambaye anatakiwa aweze kuupata na kwenda kufanya shughuli mbalimbali hapa nchini. Kwa hiyo nipende tu kusisitiza vijana kutumia fursa hiyo kama ilivyosemwa na mzee wetu Mheshimiwa Mizengo Pinda, Waziri Mkuu mstaafu, kwamba ameona ujuzi hapa nchini unahitajika na vijana waweze kwenda kuupata. Lakini nipende tu kutumia fursa hii kwamba kusema kwamba VETA tulikuwa na maadhimisho haya ya kilele cha miaka 30 ya VETA ambayo tulianza tarehe 18 na kesho ni tarehe 21 ambapo maadhimisho haya yataweza kuja kufungwa. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha waandishi wa habari, wananchi kwa ajili ya kuweza kuona nini kilichojiri katika siku hizi 4 tulizokuwepo hapa, lakini na kuambia nini kinachoenda kuja kutokea baada ya kufika miaka hii 30 na katika miaka mingine 50 na 30 ijayo. Kwa hiyo nipende kuwakaribisha na karibuni sana. Asanteni. Mpenzi mtazamaji, leo siku moja kabla ya kilele hapo kesho, maonyesho ya maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mafunzo na Ufundi Stadi VETA yanashuhudia competition, inaitwa skill competition, mashindano ya kazi. Sasa na ofisa wa VETA hapa atajitambulisha jina na utuambie hapa kuna mashindano gani. Naona watu wanashindana kwenye nini na nini. Karibu. Kwa majina naitwa Engineer Luembe Ahmadi Saidi, ni jaji katika skills competition ya VETA kwenye kuadhimisha miaka 30 ya VETA. Hili ni banda linalodili na uungaji vyuma. Tupo katika competition, tupo na vijana wa VETA kutoka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Iringa, Mwanza pamoja na Dodoma. Tuna vijana wa 5 kama tunavyoona, wanajaribu kushare knowledge na skills walizozipata darasani katika taski ambayo imeandaliwa, ambayo taski inawahitaji wao waweze kutengeneza komeo la mlango ambalo lipo still na limezingatia viwango vya ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo tunao vijana wa kiume 4 pamoja na binti mmoja hapa. Watazamaji, kama mliona kile kipindi chetu cha jana, mlimuone yule dada
Paulina Chuma ambaye ni fundi chuma na alikuwa ni mwanamke. Kumbe VETA haiko mbali, kuna mwanamke mwingine hapa kwenye mambo ya machuma chuma. Dada, jina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Irene Evans. Irene Evans. Wewe mwenyeji wa wapi Irene? Mwenyeji wa Mwanza. Mwanza. Bwana Wasukuma hatujambo. Irene, inakuwaje ni mtoto wa kike uko kwenye machuma chuma alafu kote uko na wavulana tu? Kwanza ni kujiamini. Nimeipenda hii kazi ndio maana naifanya. Kwa hiyo kujiamini ndio inanipatia ujasiri wa kufanya na wakaka kama hawa. Kwa hiyo najiona niko vizuri. Jamani, huyu ni mtoto wa kike. VETA inatuthibitishia kwamba hakuna kazi za kiume wala za kike. Watazamaji, hii skill competition ya VETA inaendelea, na hapa tuko kwenye sehemu ya upishi, na hapa ninamuona mtaalamu ambaye anatoka kwenye kile chuo cha taifa cha utalii. Yeye nadhani ameitwa hapa atakuwa kutokana na utaalamu wake. Naomba ujitambulishe jina, alafu tuambie haya mashindano tunayoona hapa ni mashindano ya kitu gani hasa. Naitwa Mary Maduhu, natoka chuo cha taifa cha utalii, nikiwa ni miongoni mwa majaji ambao wameitwa kuweza kuja kusimamia zoezi hili la mashindano ya upishi kwa wanafunzi wetu wa VETA ambao wametoka kanda mbalimbali wakiwa wameshinda huko walikotoka. Hapa tunashindanisha ambao ni washindi tayari, lakini lengo kubwa ni kuenzi miaka 30 ya ukuaji wa VETA katika masuala ya upishi, ambapo wametoa wahitimu wengi sana wenye weledi katika soko letu la ajira, ambao mwisho wa siku wanaenda kuhudumia watalii wetu ambao wanaendelea kuongezeka hapa nchini na wageni mbalimbali, ikiwa ni kutimiza ndoto ya Mheshimiwa Rais kwamba anapoleta watalii wengi basi pia na sisi tunaongeza juhudi ya kutoa wahitimu wengi kwa ajili ya kwenda kukabiliana na mahitaji hayo. Shindano hili ni sehemu ya kuwapa hamasa wanafunzi wetu kwamba hiki wanachokifanya hapa ndicho wanachoenda kukifanya kwenye mahoteli yale anaenda kuhudumia watalii na wageni wengine. Kwa hiyo tunaenda kwa standard na occupational standard zile zile ambazo zinahitajika hotelini, kama ni maandalizi, kama ni usafi, kama ni usalama wa chakula, kama ni namna ya ubunifu, namna ya kukiandaa, lakini ladha ambayo inatakiwa ya Kitanzania. Basi hicho ambacho leo ndio tumejikita hapa tukiwa tunaenzi maadhimisho ya miaka 30 ya VETA, kwamba imekuwa lakini inakuwa na watu wake, inakuwa na kulikuza taifa katika ujuzi. Wapenzi watazamaji, niko sehemu nyingine ya mashindano haya ya skill competition, na mnaweza mkaona kuna vereani na kuna mafundi wanashona, na kuna dada hapa mbele yangu mrembo ambaye na yeye sasa ndio kiongozi wao. Atanitambulisha jina na kutuambia nini tunachokiona hapa mbele. Majina yangu naitwa Susan Kisinini, na kwenye competition kwenye upande wa ushonaji tunaangalia uwezo wao wa kuweza kukamilisha kazi ambao wanakuwa wamepewa na wamepewa maelekezo ya kufanya. Tunaangalia kuanzia hatua zote za ushonaji, kuanzia kuandaa pattern, kukata, kuhakikisha vipimo viko sawa, lakini pia na ile kazi ya mwisho, umaliziaji wa kazi ya mwisho, usafi wa kazi, ili kuweza kupima uwezo wao na kuona kama wanaweza kufit katika soko la ajira au kuweza kujiajiri. Tunaendelea kuwatembeza kwenye mashindano ya skills competition ya VETA, na hapo unaweza kaona kule nyuma naona vijana watatu wanadili kama na umeme, na kuna msimamizi wa eneo hili atajitambulisha jina na kutuambia nini tunachokiona hapa mbele. Kwa majina naitwa Mere Mrema, ni mkufunzi katika fani ya electrical installation. Tumekuja hapa kwa ajili ya mashindano ya fani, na hapa tuko kwa wanafunzi hao ambao wako watatu, wanatuonyesha umahiri wao katika fani ya electrical installation. Ile skills competition siku moja kabla ya kilele inaendelea, na hapa sasa hivi kwa kule nyuma unaweza kuziona zile kompyuta. Sijajua bado zinaonyesha nini, lakini ninamhusika hapa atajitambulisha jina kutuambia hii ni competition ya nini tunayoiona hapa mbele. Kwa jina naitwa Architect Juma Mbala, ni mkufunzi wa idara ya uchoraji wa ramani za majengo chuo cha VETA Chang'ombe. Kwa hapa nipo kama judge kwenye competition hii ya uchoraji wa ramani za majengo. Kwa hiyo hapa mbele kama mnavyoona ni wanafunzi wanaotoka kwenye kanda mbalimbali, wapo hapa kwenye ukumbi huu wa Mwalimu Nyerere kwa ajili ya kuadhimisha haya mashindano ya
miaka 30 ya VETA na hapa wanashindana kwenye fani hiyo ya uchoraji. Tuko kwenye sehemu ya mwisho ya skill competition na hapa mnaweza mkaona mambo ya mbao au ni ujenzi. Atanitambulisha jina na kutuambia wanashindana kwenye nini. Kwa majina naitwa Gift Urasa, ni mwalimu wa ujenzi na hapa niko kama jaji kwenye sekta ya masonry, ambao vijana hawa walioshinda katika kanda tofauti za VETA wamekuja leo katika kushindana kulingana na hizo kanda. Hapa leo wanafanya kutengeneza formwork ya staircase. Formwork ni nini? Formwork ni ule ubao ambao unatumika kuwekea zege likiwa bichi. Ikisha kauka formwork inatolewa na inabaki ile structure ambayo ilikuwa na lengo la kukaa pale. So vijana hao wako 5 kutoka kanda tofauti wako kwenye competition. Tuna ofisa wa Total hapa, atajitambulisha jina na kutueleza Total Energies mnafanya nini kwenye maonyesho haya ya miaka 30 ya VETA. Asante sana. Kwa jina naitwa Anita Bulindi, ni manager mawasiliano wa kampuni ya Total Energies Marketing Tanzania Limited. Katika maadhimisho haya ya miaka 30 ya VETA kama kampuni tumechangia mitungi ya gesi ambayo kama mnavyoona inatumika kwenye mashindano ya skills competition, ambayo wa participants wanaweza kuonyesha skills zao mbalimbali, ubunifu wao kwenye masuala ya kupika na huduma ya vyakula. So kwa siku ya leo tuko hapa kushuhudia shindano hili ambapo kuna majaji ambao watachagua washindi, na washindi pia tutapata kuwazawadia mitungi ya gesi ambayo imetimia kama hivi, ambayo inakuwa ni mtungi wa gesi uliojazwa pamoja na trivet na bana yake. Hivyo inakuwa ni jiko kamili dogo la gesi la Total Energies ambayo tutawapatia sio tu washindi bali pia washiriki wote ambao watapata nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya kupika ya kuonyesha skills competition ya mahuduma ya vyakula kwenye hii miaka 30 ya VETA. Hiyo ni katika juhudi za kampuni kuhakikisha kwamba tunawafikia Watanzania kwa nishati safi na nishati salama na kuhakikisha kwamba wanapata experience ya kufurahia pishi lao wakiwa jikoni kwa kutumia gesi ya Total Energies ambayo kama tunavyosema ni gesi bingwa na inawezesha pishi pambe. Hivyo gesi bingwa, pishi pambe na Total Energies gas. Hebu rudie tena pishi. Gesi bingwa, pishi pambe na Total Energies gas. Gesi bingwa, pishi pambe na Total Energies. Na wapenzi watazamaji, mimi pia nitapewa fursa baadaye ya kuonjaonja hivyo vyakula vilivyopewa katika pishi pambe. Labda kwa haraka Anita, kwa vile mafuta yenu ya Total yalikuwa ni mafuta mazuri, vitu vyenu vya Total ni vituo vizuri, inawezekana gesi yenu ya Total pia ikawa gesi nzuri kidogo, ama gesi yenu ya Total ni gesi kama gesi nyingine zote? Tunaita gesi bingwa kwa sababu ndio gesi bingwa. Ni gesi nzuri na gesi bora. Ni gesi ambayo inatoa gesi moto kidogo kidogo, hivyo inakuwezesha mtu kuitumia kwa muda mrefu zaidi, kupika vitu mbalimbali zaidi. Kama ulivyo hapo umesimama, husikia harufu ya gesi, husikii kabisa. Kwa hiyo ni moja pia ya benefits au inaonyesha jinsi gani ni bingwa na ni bora zaidi, na hata ladha ya chakula inazidi kuongezeka ukitumia gesi ya Total Energies. Wapenzi watazamaji, na washauri, ukisikia gesi bingwa, kama ulikuwa unatumia gesi nyingine hakuna ubaya. Sasa jaribu gesi bingwa ili upate pishi pambe, unaweza ukajikuta kule ulikokuwa unakwenda hautarudi tena. Tunaendelea na kipindi hiki cha maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka ya mafunzo na ufundi stadi VETA, ambao Total Energies ni mmoja wa wadhamini, na mimi mwenyewe pia ni mmoja ambaye nimeshakuwa katika udhamini wa Total kwa muda mrefu sana. Total Energies, asante sana. Nimefurahi kuwaona. Miongoni mwa mabanda ambayo yameshiriki katika maadhimisho ya miaka 30 ya VETA ni banda hili la mamlaka ya usimamizi wa bima nchini TIRA, na hapa mbele yangu kuna maofisa wa TIRA, mnaweza mkawaona. Atajitambulisha jina na kutuambia TIRA wamekuja kufanya nini kwenye maonyesho ya VETA. Karibu. Karibuni sana. Mimi naitwa Ana Masao, ni afisa uhusiano na mawasiliano kwa umma kutoka mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA. Tupo hapa kuungana na wenzetu wa VETA katika maadhimisho haya ya miaka 30. Kwa hiyo tumekuja hapa kwa lengo kubwa kwa ajili ya kutoa elimu ya bima na kuwahimiza wananchi kutumia huduma na bidhaa za bima. Lakini pia kabla sijaendelea zaidi, tupo na meneja wa TIRA kanda ya Mashariki, atajitambulisha. Naitwa Mwenyengi Zakaria, ni meneja wa TIRA kanda ya Mashariki, lakini pia namwakilisha kamishna wa bima Dr. Bagayo Sakwale kwenye
hii miaka 30 ya VETA. VETA ni washirika wetu wakuu, lakini naomba niitambulishe mamlaka ya usimamizi wa bima TIRA. Yenyewe imeanzishwa kwa sheria sura namba 394 ikiwa na jukumu miongoni mwa mengine kusajili makampuni ya bima, lakini pia na kuyasimamia. Sasa elimu ni kipaumbele kwetu, elimu ya bima, na tumekuwa tukifanya hivyo. Lakini kwenye haya masuala ya washirika wenzetu VETA, labda niwakumbushe Watanzania, mwaka 2021 Aprili, wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Dr. Samia Suluhu akihutubia Bunge, alitupa maelekezo makuu mawili ambayo leo hii tunayasimamia. Kwanza, kuhakikisha kila Mtanzania anapata bima ya afya, lakini eneo la pili ni bima za kilimo. Hayo leo hii tunavyoongea, tuna sheria ya bima ya afya kwa wote. Tumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano kwa hilo, lakini pia tuna consortium ya bima za kilimo, na hilo pia limetekelezwa. Lakini tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania, lakini message moja kubwa kwa Watanzania ni kwamba wakate bima, kwa sababu dakika moja ijayo, sekunde moja ijayo, hawajui ni nini kitawapata. Asanteni na karibu kwenye banda la TIRA. Na kufikia hapa tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha leo cha maadhimisho ya miaka 30 ya VETA. Kwa niaba ya Chief Cameraman, Producer na Editor Emmanuel Mwingira, msaidizi wangu maalum Nelly Matei, naitwa Pascal Mayala, nikiwasisitiza tukutane tena hapo kesho muda na wakati kama huu kwenye kipindi cha mwisho cha maadhimisho ya miaka 30 ya VETA kutoka katika uwanja huu wa JNCC hapa jijini Dar es Salaam. Asanteni na kwaheri.